Na mtazamaji, ni taarifa ambayo tulifanya hapo awali. Tukiendelea na taarifa zetu, wa Kenya waliamkia habari za kuaga dunia kwa mwanahabari Ahmed Darwesh kwa mshtuko. Wanahabari wenza waliofanya kazi naye katika runinga KTN na walikuwa na mengi ya kusema kumhusu. Amenifunza mengi Darwesh, kusema kweli. Ahmed Darwesh amenifunza mengi. Alinipokea nikitoka upande wa radio kuingia TV hapa KTN, na alinifunza mambo mingi sana, hasa kuambatana na mambo ya namna ya kuripoti na vipi nafaa kujiwasilisha kwenye chombo cha habari, kwa mfano kwenye runinga na mambo kama hayo. Na mengi pia nimejifunza wakati ambapo yeye mwenyewe akiendelea kufanya kazi yake. I just have to say that the lion has taken a bow so soon. We have to accept it till we meet again, brother. He was a very kind man. He was very kind to me, even when I joined the online desk at Standard just almost 2 years ago. And he took me through so much. He taught me a lot of Swahili as well, a lot of msamiatis, and I can't believe Friday was the last time I saw him, and that was that. It's hard to believe. I'm never going to say Mambo Daru again. KTN kama shirika limepoteza mtu ambaye alikuwa amejitolea muhanga kukuza lugha ya Kiswahili, manake alikuwa vile vile na kipindi cha Kiswahili Mwamba wa Lugha na vile vile mandhari ya wiki. Kwa hivyo kwa ufupi ni kwamba ni pigo kubwa na itachukua muda kulijaza. I walked into the newsroom this morning and I didn't know what was going on, but I heard somebody talk about the story of Darwesh. Then I decided to check what was trending, and I saw there Ahmed Darwesh. So nikafungua and I saw rest in peace. That's how I got the news. It was a shocker to me. More so because I was with him day before yesterday, and we were just joking around. He was a very jolly, very happy, very friendly, very warm character.